Kwa miaka hivi karibuni kumetokea ongezeko la viongozi wa kisiasa wengi kutoka vyama vya upinzani ambao wamekuwa kwenye madaraka katika vyama vyao kwa zaidi ya miaka 5, lakini hapa katikati wameamua kuja na sera ya kwamba tunamuunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kitu ambacho kwa muktadha wa kawaida watu hawa wanakuja na matarajio ya kupata nafasi katika uongozi kuelekea uchaguzi huu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wengi wao wanasubiri mabaraza ya madiwani yavunjwe, wengi wao wanasubiri bunge livunjwe ili wapokee zile stahiki ambazo wanatakiwa wazipate, na pengine waelekeze nguvu kwenda kuhadaa wanachama wa Chama cha Mapinduzi wapiga kura kwenda kuwachagua kwamba wao sasa wamekuja kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kimsingi mimi nipongeze sana kwamba wao kama wapinzani wameona kwamba juhudi zinazofanywa na CCM ni kazi sahihi na inayopaswa kuigwa na kupendwa na kiongozi au mtu yote mwenye kupenda maendeleo. Lakini naomba nitoe jambo fupi sana. Baadhi yao wamekuwa wakisaliti vyama vyao na kujiunga na chama chetu, Chama cha Mapinduzi, lakini kuna wengine kwa uzoefu tulionao wameamua kuhama tena kwenye Chama cha Mapinduzi na kwenda kuzihaki Chama cha Mapinduzi wakijiunga na vyama vingine. Ni muhimu sana kama CCM ikiimarisha miundombinu yao kuelekea uchaguzi huu, tuimarishe miundombinu ndani ya maadili, sera na kanuni ili kulinda heshima ya chama na kudhibiti usaliti wa wanasiasa na kujenga utulivu wa muda mrefu. Naomba nitoe mapendekezo yafuatayo ambayo kimsingi tunaona watu hawa wameshasimama mpaka kwenye majukwaa kwa ajili ya kusema kwamba wao sasa wanakuja kugombea kupitia ndani ya Chama cha Mapinduzi, ili hali bado wanaingia bungeni na kwenye mabaraza madiwani kwa tiketi ya chama ya vyama vyao vya kisiasa walivyonavyo. Mapendekezo haya naomba tuyachukue, na kama viongozi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndio mtendaji mkuu wa chama, lakini vikao vyetu vyote vinavyoenda kufanya maamuzi kwenye vikao vya ndani, kiongozi kutoka chama kingine ni lazima apitie kipindi angalau miaka 5 bila kupewa nafasi yoyote ya uongozi ndani ya CCM. Lakini kama itawezekana tukaifuata hii kwenye vikao vyetu, tutakuwa tumelinda muda mzuri kwa kiongozi yoyote anayetaka mamlaka ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambaye kama atakuja kupewa nafasi baada ya muda huo atakuwa amejifunza sera na itikadi nyingi zilizopo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanahabari, jambo la pili, wanachama hawa ambao wanakimbia sasa kuja kuunga juhudi za Chama cha Mapinduzi, lazima jambo la pili walifanye kwamba lazima viongozi wetu wa chama wanaenda kuwapokea hawa watu mara baada ya mabaraza kuvunjwa madiwani pamoja na mabunge. Tusiwapokee kwenye mihadhara au kwenye mikutano tu kwa sababu ya nguvu walizonazo, lakini kiapo cha uaminifu kwa CCM lazima wale hawa watu. Wanachama wape kutoka upinzani lazima wapitie hatua ya kula kiapo cha uaminifu ili kulinda ukiukwaji wa kiapo huu, na kiapo hiki kiambatane na adhabu ya kufungiwa kisiasa ndani ya chama kwa kipindi maalum kama wataenda kusaliti Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la tatu, viongozi hao wanaokimbia kuja kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais ambaye tumesema ni jambo zuri sana, watu hawa lazima wafanyiwe uchunguzi wa kimaadili kabla ya kuwapokea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Siafiki kama mtu paka sasa hivi yuko bungeni anapigana ili apate posho, huku akiwa na kimvuli cha kusema nenda kugombea Chama cha Mapinduzi kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini wanasema tunakwenda kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanahabari, niwaambie kwamba kupitia vikao vyetu lazima vikazingatie mambo hayo. Chunguzi wa maadili kabla ya kuwapokea lazima tuufanye.
Lakini jambo la 4, mikataba ya maadili. Lazima viongozi hao wasaini mikataba ya maadili ndani ya chama chetu. Wasiingie tu wakapokelewa kama kwenye banda la kuku ambaye mtu yoyote anaweza kuku yoyote anaweza kaingia na akalala bila kubuguziwa na mtu yoyote mpaka pale patakapopambazuka na kutambua kwamba wewe ulikuwa ni mgeni. Mathalani wanaingia katika kipindi ambacho tunawaona, lazima uchunguzi wa nyenendo na tabia zao za kimaadili kwanza kutoka kwenye vyama vyao walivyopo, lakini mpaka nibu yao kwenye wanaoitumia kuingia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo lingine ni kipaumbele kwa wanachama asili. Ndugu wanahabari, vikao vyetu vya kamati za siasa za kata, kamati za siasa za wilaya, za mikoa, kamati za siasa, lakini kama tukio ya halmashauri kuu ya CCM taifa, naomba tuzingatie sana kipaumbele. Tusije tukakubali kumpa kiongozi nafasi ya kuwa mgombea ubunge wa jimbo fulani, lakini kwa mgombea udiwani wa kata fulani, ili hali kuna wanachama asili wa Chama cha Mapinduzi ambao tumewapika kutokana na shule zetu za uongozi ambao tunayo katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe ndugu wanahabari, pale Kivukoni tuna chuo cha Chama cha Mapinduzi ambacho kimekuwa na malengo makubwa sana. Moja ya malengo ya chuo hicho ni kutoa mafunzo ya uongozi kwa wanachama na wana CCM pamoja na jumuiya zake, lakini kukuza na kuendeleza itikadi ya Chama cha Mapinduzi kwa wanachama wake, kuwajengea viongozi uwezo, ujuzi wa siasa, kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa sera na kanuni za Chama cha Mapinduzi. Chuo hiki ndugu wanahabari kimekuwa na ushirika na moja ya vyama vikubwa vya kikomunisti, kwa mfano Chama cha Ukombozi cha Afrika, vyama 6 vya ukombozi vya Afrika, lakini Chama cha Ukomunisti cha China, lakini kuna vyama vya Frelimo Msumbiji, kuna NC Afrika Kusini, kuna SWAPO Namibia, kuna ZANU-PF Zimbabwe, lakini kuna AMPRA Angola. Viongozi wetu ambao wamepita kwenye mikono hii, lakini pia wale ambao wamepita kwenye madarasa ya kiitikadi, naomba kuelekea uchaguzi huu ndani ya chama wapewe vipaumbele ili waweze kwenda kuchukua nafasi ambazo wanazo, na pengine huenda ikatumika rungu la kukata hata wabunge au madiwani tulionao, na wakapitishwa hao wanaojiita wanakuja kuunga mkono jitihada za rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Wao waunge mikono, lakini watuache kwanza ndani ya miaka 5 tupendekeze viongozi wanaotokana na chama chetu, Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini jambo la mwisho ambalo tunatakiwa kulizingatia sana, nimeamua kusema haya kwa sababu najaribu kulinda heshima ya Chama cha Mapinduzi na kuimarisha nidhamu ndani ya CCM, kwamba haipaswi kuwa kimbilio la wasaka maslahi wa kisiasa, bali CCM ni taasisi ya maadili na miongozo na kanuni ndani ya Chama cha Mapinduzi kila mmoja tunaifahamu. Kwa hiyo wasifanye kama vile ni kichaka, wakitaka kwenda kuunga mkono au kwenda kugombea hawa wabunge ambao wanakimbia kugombea ubunge kutoka vyama vya upinzani walioko bungeni sasa hivi na kwenye mabaraza ya udiwani, kama wanafikiri mwaka huu ndio mwaka ambao wakichukua zile posho wakimbie kuja kuhonga wajumbe, basi waende Chauma wakafanye hivyo, kwa sababu milango iko wazi. Ndugu wanahabari, naomba niendelee kusema mapendekezo haya ambayo nimeyasema yana mantiki kubwa sana, hasa tukizingatia kwamba chama chetu tumekuwa tukikiongoza kwa mujibu wa kanuni, sera pamoja na taratibu tunazozifanya ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wanahabari, niwaambie kwamba ni kosa na ni fedheha kubwa sana kwa kuja sasa kumpa mamlaka ya kwenda kugombea kupitisha bendera Chama cha Mapinduzi mbunge ambaye yuko bungeni sasa hivi akiwa upinzani, diwani akiwa upinzani ambaye yuko kwenye baraza la madiwani leo hii ambayo inatarajiwa kuvunjwa tarehe 20, kuja kumkata mbunge aliyoko jimboni sasa hivi, au kumkata mwana CCM kindakindaki asili ambaye anaifahamu hii miiko, itakuwa ni fedheha na udhalilishaji wa wanachama wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 5 kifungu kidogo cha kwanza, chama hiki inasema kitaendeleza uongozi bora kwa misingi ya haki, usawa, uadilifu na uzalendo. Hatuwezi kufanikisha hayo ikiwa
tunafumbia macho usaliti wa kisiasa kutoka kwa wale tuliowapokea kwa mikono mingapi? Miwili. Haya tumeyashuhudia kwa muda mrefu. Lakini ndugu wanahabari, niwakumbushe, nirudishe nyuma kidogo. Haya yanayotokea yaliwahi kutokea hata nyuma. Hii sheria tulionayo kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya 5 kifungu kidogo cha kwanza, inajaribu kuionyesha jinsi ambavyo kuna watu pia tuliwe kuwapokea kwenye mikono mizuri ndani ya Chama cha Mapinduzi na tukawapa mamlaka, na siku ambako kumishi wao ulikoma waliondoka na kwenda kututukana matusi makubwa sana na kukidhaki Chama cha Mapinduzi. Tunao na tunawafahamu kwa majina yao. Aidha, kanuni za maadili na ya uongozi wa CCM ibara ya 4 kifungu cha 2B inasema, zinasisitiza kuwa kiongozi wa CCM anapaswa kuwa mwaminifu kwa chama, kukitetea hadharani na kutekeleza kwa vitendo maamuzi ya chama. Hawa ambao wanasema leo wanakuja kugombea bado hawajatekeleza hiki kifungu cha katiba, lakini kifungu ibara ya 4 kifungu kidogo cha 2B hata mmoja hakuna aliyetekeleza, kwa sababu wako vyama vyao na wanaabudu kupitia vyama vyao. Kwa mantiki hiyo, wale wanaokuja kwa lengo la kutafuta maslahi binafsi, si kwa imani ya dhati ya itikadi ya CCM, hawana nafasi katika vikao vyetu vya uteuzi. Na viomba sana vikao vyetu vya uteuzi kwamba wasipate nafasi katika chama chetu kitukufu, Chama cha Mapinduzi. Na tunapaswa kuwa na utaratibu wa kuchuja kwa makini historia na mwenendo wa wanachama ambao tulionao, si ambao wanaingia. Ndugu wanahabari, mimi binafsi kama kada mwaminifu wa Chama cha Mapinduzi, naomba chama kifanye tathmini ya kina sana kumpokea mwanasiasa mpya anayekuja kutoka chama kingine, hasa kama amependezwa kupewa wadhifa. Wasipewe. Lakini viongozi hawa wanaokiuka maadili ya uaminifu kwa chama wachukuliwe hatua. Tunao wengi sana sasa wamekuwa wazi kutokana Chama cha Mapinduzi, wamekuwa wazi kuzaki Chama cha Mapinduzi, ili halo walishapewa maelekezo, walishapewa nafasi, walishapewa keki wakaila. Huenda ile keki wangepewa vijana au wanakina mama au wababa kutoka CCM ambao wanafahamu miko, kanuni na taratibu za Chama cha Mapinduzi, huenda wangezitendea haki. Na hata kama ambao wangekosa nafasi hizi, huenda watu hawa wasingekizihaki Chama cha Mapinduzi. Na tumewahi kuona wapo wanaopewa mamlaka ndani ya CCM, wana CCM, wakitoka wanaondoka kwenda kufanya majukumu mengine, lakini wamekuwa ni watu wa kwanza kuunga mkono jitihada za Chama cha Mapinduzi. Chama chetu lazima kisimamie haya, na lazima tusimame katika katiba yetu kwenda kuchuja hawa wagombea. Ndugu wanahabari, ni waombe sana kwamba CCM tusifanye kuwa pango la walanguzi. Mwalimu Nyerere alisema kwamba nchi yetu ni nchi ya ujamaa na kujitegemea. Sasa ujamaa huu ambao tunauimba, uliimbwa na baba wa taifa na tunauimba mpaka leo, tusikubali tukakaribisha wageni wakaja ambao kimsingi tunajua wanatafuta malisho. Inasikitisha sana, kuna vijana wanaimba kule kwenye mitandao na duniani kwamba baada ya bunge kuvunjwa na kuja kugombea nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Inasikitisha sana kwamba maana yake watu hawa tayari wanakidharau, wameonesha nia yao ya dhati ya kukidharau Chama cha Mapinduzi, kwamba ni kimbilio la watu walioshindwa kuishi katika vyama vyao. Mimi niwaombe sana, chama chochote kile cha kisiasa kinakuwa na utaratibu wa kuvuna wanachama. Tunawakaribisha sana, lakini lazima wafate miongozo, kanuni na itikadi tulionayo ndani ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Naomba nitoe mifano pia katika bara la Afrika ya baadhi ya maeneo ambao wanachama hawa waliungwa mkono, na baadaye baada ya kupewa nafasi kwenye vyama tawala, baada ya nafasi zao kukoma, walirudi kwenda kutukana. Tunafahamu taifa la majirani zetu hapa Kenya ilitokea hiyo kitu. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka. Hao walipewa nafasi kubwa sana, wakajiunga serikali, wakaunga mkono itikadi ya chama tawala. Baada ya kukoma madaraka yao wamerudi na leo wanatukana sana serikali yao. Zambia tuna mtu anaitwa Nevas Mumba. Huyu bwana alikuwa ni kiongozi wa chama cha upinzani cha MMT, na yeye alipewa nafasi kubwa sana ya uteuzi kama barozi,
na baadaye akaunga mkono serikali. Lakini baada ya nafasi yake kukoma, alirudi kwanza kudhihaki na kufedhehesha chama tawala na kuwa mkosoaji mkuu wa chama. Pale Uganda tunamwita Betty Kamya, na hivi alipewa nafasi kubwa kuteuliwa kwa waziri katika serikali ya Yoweri Museveni. Baada ya nafasi yake kukoma, amerudi kwa mtukanaji na kudhihaki kiasi kikubwa serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Lakini tuna nchi kama Nigeria, kuna Atiku Abubakar. Atiku huyu alipewa nafasi kubwa sana kama aliwahi kuwa makamu wa rais na kujiunga na vyama tofauti zaidi ya mara 4, akajiunga na kuondoka na kurudi tena. Lakini muda ulipofika alitoka na kwenda kudhihaki chama, serikali iliyompa mamlaka. Hivyo basi, kama Chama cha Mapinduzi, mimi kama kada naomba hili liwe funzo, tusiruhusu kupokea hawa wabunge ambao wako bungeni leo hii wakiwa upinzani kuja kupewa nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi huu. Wasubiri uchaguzi upite, 30 ipo, wakitulia watapewa nafasi. Wakiwa watiifu watapewa nafasi. Wakiwa wanaweza kufuata miko, taratibu na kanuni za chama wapewe nafasi. Lakini tuache wabunge wetu walioko bungeni, madiwani wetu walikuwa kwenye mabaraza, kama wana sifa ya kurudi kuwa wabunge au kuwa madiwani, basi tuombe warudi, kuliko hawa mabinti wanaopiga kelele na kuimba wanakuja. Hasa wale uviko 19 wanaosema kwamba baada ya bunge kuvunjwa wanakuja kwa ajili ya kuunga mkono jitihada. Kwa hiyo inapaswa kama Chama cha Mapinduzi, kwa mifano hii ya vyama kadhaa bado nimevitaja vya Afrika, liwe mfano kwa Chama cha Mapinduzi kupokea viongozi wa namna hiyo. Tukiwapokea kumbana na haya ambayo yalizikumba nchi zetu za majirani zetu, lakini pia hata sisi imetukumba. Dr. Wilbrod Slaa aliteuliwa kuwa balozi nchini Sweden na hayati Rais Magufuli. Mwisho wa siku amerudi, leo hii anaimba wimbo ambao hata Musa na Mwanakondoo hawezi kuimba kule mbinguni. Lakini tuna viongozi ambao walipewa mamlaka, nafasi kubwa, na baada ya nafasi zao pia kukoma walitukana. Tuna mifano hii hai. Kwa tusifanye hivyo. Mapendekezo ya sera na kanuni kwa wana CCM ni lazima wasubiri muda na wakati upite. Ndugu waandishi wa habari, yangu ni hayo. Naomba nihitimishe kwa kusema katika haya niliyoyazungumza, kama Chama cha Mapinduzi, kwa muktadha huo, tukiyaishi haya, hatutawajengea daraja la kushindwa kukiamini Chama cha Mapinduzi, wabunge wetu walioko bungeni, au madiwani wetu walioko kwenye mabaraza, au wanachama wetu walioko mitaani ambao wanafikiri kuja kuomba ridhaa ya kuteuliwa na chama chao kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Wanahabari, niwaombe sana kwamba CCM, nirudie kusema, sio kichaka cha kuja kujificha mtu ambaye ni muovu, aliyekosa tabia njema kwenye chama chake na kukiona hakina mwelekeo, basi kukimbia kuja Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kupewa mamlaka. Hiyo nafasi katika uchaguzi huu haipo, na niombe vikao vyetu, kama za siasa za kata, kama za siasa za wilaya, kama za siasa za mkoa, lakini halmashauri kuu ya sisi na kama tuko halmashauri kuu ya taifa, wasiwape nafasi watu hawa. Tunajua jinsi ambavyo wanaendelea kutuumiza hata sasa. Mimi niwashukuru sana, asanteni sana, karibuni kwa mswali. Lakini kuelekea uchaguzi mkuu, mimi kama kada mwaminifu na mtiifu wa Chama cha Mapinduzi, nimekuja mbele yenu waandishi wa habari kwa ajili ya kusema mambo machache ambayo yanaendelea kuonekana kukatiza katikati ya mazingira ambayo Chama cha Mapinduzi tumekuwa tukitembea nao kwa muda mrefu. Ndugu wanahabari, ikumbukwe Chama cha Mapinduzi kimekuwa na kanuni, taratibu na miko ambayo kimsingi imekuwa ikienda kuabudiwa katika vikao vitakatifu vya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya vikao vya ngazi ya wilaya, kwa maana ya kamati za siasa za wilaya, halmashauri kuu za wilaya, kamati za siasa za mikoa, halmashauri kuu za mikoa, lakini kikao kikuu kitakatifu, kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa, imekuwa kikienda kutengeneza sera, mipango na mikakati ambao mwisho imekuwa ikienda kutekelezwa na kuidhinishwa katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kama mwana CCM kindakindaki, kama kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimekuja na mawazo ambayo kimsingi lazima tuyachukue, tuyapeleke na tukayafanyie kazi, na ikiwezekana kuelekea uchaguzi huu tunavyoenda kupata wagombea wa nafasi za udiwani pamoja na ubunge kwenye chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ili kwenda kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi,
basi vikao hivi kwa maana kama za siasa za wilaya, kama za siasa za mikoa, kama za siasa za kata, lakini kama tukio halmashauri kuu ya CCM taifa iende kayapitie.